Tunduma bila uchafu inawezekana. Pamoja tunaweza. Bila uchafu inawezekana. Pamoja tunaweza. Usafi wa mazingira ni jukumu letu sote. Usafi wa mazingira ni jukumu letu sote. Usafi wa mazingira ni jukumu letu sote. Tunduma bila uchafu inawezekana. Tunduma bila uchafu inawezekana. Tunduma bila uchafu inawezekana. Ndugu wananchi, swala la usafi ni wajibu wa kila mtu, sio wajibu wa serikali pekee au halmashauri pekee. Kila mmoja mahala anapoishi, mahala anapofanyia biashara, anawajibika moja kwa moja kuhakikisha maeneo yake yanatunzwa kwa kusafisha mazingira. Hivyo nitoe wito kwa kila mfanyabiashara na kila mwenye nyumba ahakikishe anakusanya uchafu wake na anauweka mahala ambapo itakuwa ni rahisi kuzolewa. Leo hii tumeshuhudia mbele ya maduka kumekuwa na uchafu mwingi chini ya mitaro, na zoezi hili tulilofanya linawaagiza halmashauri ya mji wa Tunduma liwe endelevu. Kila mwisho wa mwezi tutenge siku ya kuja kufanya usafi na wananchi katika maeneo mbalimbali. Tutakuwa tunazunguka kila kata, lakini iwe ni siku ya kufanya usafi wa mazingira, na kimaalum tukusanye takataka zinazozalishwa kutokana na plastiki. Lakini niwaelekeze tena halmashauri mshirikiane na wadau wengine mbalimbali ambao wamegeuza takataka za plastiki kuwa bidhaa. Wape ushirikiano na muweze kuwasimamia vizuri ili takataka hizi zikusanywe na zichakatwe na zifanywe bidhaa zingine. Itatusaidia sana kuondoa uchafu huo kwa uharaka katika mazingira yetu. Lakini vile vile niwaagize halmashauri muhakikishe mnasimamia vizuri uzoaji wa matakataka katika maeneo yetu. Tunaelewa kwamba kuna makampuni ambayo yamepewa kazi ya kukusanya takataka. Watendaji wa kata wote niasimamie makampuni yao, kwa sababu yamepewa kandarasi ya uzoaji wa takataka. Wananchi tumeshuhudia, na mimi mwenyewe kama mkuu wa wilaya nimekuwa nikipigiwa simu na baadhi ya wananchi ambao wanaeleza kwamba kuna sehemu fulani takataka hazijazolewa kwa muda mrefu. Hivyo watendaji msimamie makampuni haya na wakandarasi hawa wazoe takataka kwa wakati. Hakuna sababu ya takataka kukaa katika maeneo yetu kwa muda mrefu. Vile vile mkurugenzi, ni kuelekeze mtenge maeneo maalum ya kukusanyia takataka na yajengewe vizimba vya kukusanyia takataka ili iwe rahisi takataka hizo kukusanywa na kuzolewa kwa wakati, sio takataka kuwekwa kiolela. Najua kwenye bajeti ijayo mmetenga fedha nzuri tu kwa ajili ya usimamizi wa takataka. Kwa hiyo vizimba hivyo vijengwe katika mji wetu wa Tunduma. Ni wazi kabisa mji wetu wa Tunduma unakuwa kwa kasi. Tusipodhibiti takataka itakuwa ni jambo ambalo litatugharimu siku zijazo. Rasmi, ifuatayo ni taarifa ya maadhimisho ya siku ya mazingira duniani leo tarehe 5 mwezi wa 6 2025. Mheshimiwa mgeni rasmi, inakumbukwa kuwa kila tarehe 5 Juni ya kila mwaka
wa Tanzania tunaungana na mataifa mengine duniani kuadhimisha siku ya mazingira duniani. Maadhimisho ya siku ya mazingira duniani yaliamuliwa na Baraza la Umoja wa Mataifa la mwaka 1972 wakati wa mkutano wa kwanza wa Umoja wa Mataifa uliohusu mazingira huko Stockholm nchini Sweden. Mheshimiwa mgeni rasmi, iliazimiwa katika maadhimisho hayo kwamba kuunda shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia mazingira, na ndio ilikuwa chanzo cha kuanzisha hii siku ya mazingira duniani. Mheshimiwa mgeni rasmi, lengo la maadhimisho ya siku ya mazingira duniani ni kuhamasisha jamii duniani kote kuelewa masuala ya usuyo wa mazingira, na pia kuhamasisha watu wa jamii mbalimbali duniani kuwa mstari wa mbele katika kuchukua hatua za kuhifadhi na kulinda mazingira na kutumia kwa usahihi rasilimali zake ili kuleta maendeleo endelevu. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunatumia siku hii kutoa fursa kwa jamii kufahamu kwamba wao wana wajibu wa kuzuia madhara na mabadiliko hasi katika mazingira na kuhamasisha jamii kufanya mazingira yao kuwa salama na masafi katika maisha yetu na vizazi vyetu vijavyo. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika maadhimisho ya siku ya mazingira duniani mwaka huu kimataifa yanafanyika katika mji wa Jeju nchini Korea Kusini, na kitaifa yanafanyika mkoani Dodoma, na yanaongozwa na kauli mbiu mbili, Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa maana ya kauli mbiu ya kimataifa ambayo inasema komesha uchafuzi wa mazingira unaochangiwa na taka za plastiki, lakini inaenda sambamba na kauli mbiu ya kitaifa ambayo inasema mazingira yetu na Tanzania ijayo, tuwajibike sasa, dhibiti matumizi ya plastiki. Mheshimiwa mgeni rasmi, kauli mbiu hizi zinalenga kuhamasisha jamii kupunguza matumizi ya bidhaa za plastiki katika maisha ya kila siku kwa lengo la kulinda mazingira kwa maana ya mifumo ekolojia, afya za viumbe hai na uchumi wa nchi. Hali kadhalika, Mheshimiwa mgeni rasmi, mifuko ya plastiki imekuwa sehemu muhimu ya jamii, lakini kutokana na changamoto ya usimamizi na athari za taka za plastiki nchini na duniani kote zinahatarisha mustakabali wa ustawi wa jamii, uchumi na mazingira, kwa kuwa mifuko hii au bidhaa za plastiki huchukua muda mrefu kuoza, takribani inachukua miaka 400 mpaka 1000. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kuadhimisha kilele cha siku ya mazingira duniani ilitanguliwa na wiki la siku ya mazingira duniani. Mheshimiwa mgeni rasmi, napenda kukutaarifu kuwa halmashauri ya mji wa Tunduma katika kuadhimisha wiki ya siku ya mazingira duniani imeshirikiana na jamii ya Wanatunduma kufanya mambo yafuatayo. Moja, Mheshimiwa mgeni rasmi, moja ni kutoa elimu, kuhamasisha jamii na kufanya usafi wa mazingira kuanzia ngazi ya kaya na maeneo mbalimbali ya biashara yakiwemo masoko. Mbili, kufanya kikao na warsha na wafanyabiashara wa bidhaa chakavu, yaani vyuma chakavu, pamoja na wakusanyaji wa bidhaa au chupa za plastiki katika maeneo tofauti tofauti ya mji kwa lengo la kujengeana uwezo wa biashara hiyo na kuongeza thamani ya biashara ya bidhaa hizo kabla ya kufika kiwandani. Mheshimiwa mgeni rasmi, jukumu lingine ambalo limefanyika ni kuelimisha umma kuhusu uhifadhi wa taka kwenye maeneo ya uzalishaji sambamba na madhara ya matumizi ya mifuko ya plastiki na vifungashio vinavyotumika kama vibebeo, tukizingatia kwamba nchi yetu mwaka 2019 ilipiga marufuku uzalishaji, uingizaji, usambazaji na matumizi ya mifuko ya plastiki kupitia vyombo vya habari ikiwemo redio ya Tunduma FM. Mheshimiwa mgeni rasmi, leo tarehe 5 mwezi wa 6 2025, maadhimisho haya yanahitimishwa na wewe mwenyewe kwa kufanya shughuli za usafi wa mazingira katika soko kuu Tunduma, Manzese pamoja na mitaa hii ya kata ya Tunduma, kama ambavyo tumetoka kufanya hilo jambo hivi punde. Mwisho, Mheshimiwa mgeni rasmi, tunawashukuru sana wadau wote wakiwemo wananchi na wafanyabiashara wote walioshiriki katika kufanya usafi wa mazingira na kuhudhuria maadhimisho haya, na tunaomba na kutoa rai utaratibu huu wa kufanya usafi wa mazingira uzingatiwe katika maeneo yetu
kuanzia ngazi za kaya na maeneo ya biashara, iwe ni utamaduni wetu wa kila siku. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba kuwasilisha. Asante sana.